Mfuatiliaji wa Snada Real TV, uhali gani? Leo hii tupo hapa mkoani Geita, wilaya ya Chato. Na pia leo hii nipo na mbunge mwenye jimbo lake hapa Chato. Tutapiga naye story 2-3, lakini kumbuka kwamba tupo katika maandalizi kuelekea kumbukizi ya hayati Dr. John Joseph Pombe Magufuli, aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya 5. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza nikupongeze kwa kazi kubwa unayoifanya ya kuhakikisha wananchi wa jimbo lako wanapata maendeleo. Asante sana. Labda una yapi ya kutuambia kuelekea kumbukizi ya hayati Dr. John Pombe Magufuli? Asante sana. Kwanza leo ni siku ya kipekee, na kwa niaba ya wananchi wa Chato napenda nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kupata fursa hii kuzungumza na wewe kwa niaba ya wanachato na Watanzania waweze kusikia. Kwanza nianze tu kwamba siku mahususi ya kumbukizi ni kesho, tarehe 17 mwezi wa 3 mwaka huu, ukiwa ni mwaka wa 4 wa kumbukizi ya hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli toka kipenzi chetu atutoke. Na leo tunasherehekea maandalizi ya kumbukizi ipo kesho. Lakini niseme tu kwamba hayati Magufuli, kwa sababu ni siku yake ya kumbukizi, nitasema machache warau kidogo kuhusiana na yeye. Kwa kifupi sana, hayati Magufuli ndiye mwanzilishi wa jimbo na wilaya ya Chato. Wakati huo ikitoka katika mkoa wa Kagera kutoka kwenye wilaya ya Biharamulo. Na wakati jimbo linatengwa mwaka 2015, jimbo hili lilikuwa sehemu ya wilaya ya Biharamulo katika mkoa wa Kagera, likiitwa Biharamulo Mashariki. Na mwaka 2007 hayati Dr. Magufuli akiwa mbunge na waziri alifanya kazi kubwa sana katika jamii ya wanachato. Tukumbuke Chato ilikuwa kijiji. Ilikuwa haionekani kama mnavyoona hivi. Ilikuwa ni kijiji sama na vijiji vingine. Lakini alijitahidi, alifanya kazi kubwa, akapigania tukapata halmashauri ya wilaya ya Chato mwaka 2007. Hiyo ni kazi ambayo alifanya jemedali wetu hayati Magufuli kuhakikisha kwamba Chato nayo sasa inaanza kusikika katika dunia hii na kwa Afrika kwa ujumla wake. Na mwaka 2012 baada ya mkoa wa Geita kuwepo sasa, Chato ikawa wilaya mwaka 2012. Kazi zote zifanywa na hayati Magufuli akiwa mbunge ambaye amedumu na kuhudumu katika jimbo hili kwa miaka 20. Na niseme tu na Watanzania wasikie, wanachato wanafahamu. Kipenzi chetu huyu aliongoza miaka 20 kama mbunge bila kupinzani wowote. Mpaka mwaka 2015 Watanzania walipokubali sasa ashike nafasi ya kuwa kiongozi wa kitaifa ya awamu ya 5 kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo unapozungumza Chato huwezi ukaitenganisha na hayati Dr. Magufuli. Nitaka nianze na utangulizi huo ili Watanzania na wanachato na wengine ambao wamezaliwa hivi karibuni waweze kufahamu. Na leo sasa maandalizi ya kumbukizi ambayo ni kesho, nitazungumza kidogo sana kazi ambazo alizifanya, maana kazi ni nyingi mno, akiwa kiongozi wa nchi, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 5, kwa hapa Chato peke yake kwanza, kwa sababu yako mengi ameyafanya kitaifa. Kwa hapa Chato alifanya kazi kubwa. Wakati huo sasa akiwa rais, na wakati ule rais wa sasa hivi akiwa makamu wa rais, walifanya mambo mengi sana. Bahati nzuri mimi nilikuwa mbunge pia wakati huo. Masuala muhimu kabisa ambayo mheshimiwa hayati Magufuli aliyafanya akiwa na makamu wa rais, ambaye sasa hivi ni rais wetu kipenzi chetu Mama Samia, machache ni kama yafuatayo, ili baadaye nizungumze ya Samia mapya ni yapi tena. Karibu. Kama unavyoona tumetembea kwenye matembezi kutoka kwenye hospitali ya rufaa ya Kanda. Ile hospitali ya rufaa ya Kanda yeye ndio mwanzilishi wake mwaka 2020 na 21. Sawa. Alikuwa na dhamira ya kuunganisha kanda hii kupata huduma za matibabu kwa wagonjwa waliokuwa wanateseka sana katika mikoa ya Kigoma, Kagera na mpaka nchi za jirani Burundi, Rwanda na DRC. Naam. Kwa hiyo alianzisha ujenzi wa hospitali ya kanda ya rufaa ya Chato ambayo leo tumefanya matembezi na kutoa misaada kule kupitia familia hii ya Magufuli. Yeah. Lakini alipoanzisha mwaka 2021, wakati ule hayati Magufuli anasindikizwa na Watanzania kwenye nyumba yake ya milele, Mama Samia alipokuja hapa alizungumza. Alisema miradi yote iliyoanzishwa na mtangulizi wake yeye ataikamilisha tena bila kusuasua. Na akasema jambo la pili,
hata kamilisha tu na kuishia hapo, ataanzisha miradi mingine mipya. Sasa hospitali ya rufaa ya kanda ya Chato ambayo imejengwa kwa takribani ya shilingi bilioni 38.5 imeasisiwa na Dr. Magufuli, na bahati nzuri ilikuja kuwekewa jiwe la msingi na Rais wa Msumbiji wakati huo. Lakini mwaka 2023 Mama Samia jemedali wetu alikuja kuifungua na kuanza kufanya kazi rasmi. Leo hii Watanzania wanufaika na matibabu yanayopatikana pale. Wazazi wangu wa Chato na wananchi wengine walikuwa wanahangaika sana. Watu wa Geita, Wakahama, walikuwa wanahangaika kwenda Bugando na sehemu nyingine. Lakini kutokana na kujengwa kwa hospitali hii ambayo Mama Samia ameikamilisha. Wakati Magufuli anafariki alikuwa ametoa bilioni 18. Lakini mama ameongeza takriban bilioni 20 ili kukamilisha miundombinu na vifaa tiba vingine vyote vilivyokuwa vimesalia kufungwa. Kwa hiyo tunamshukuru sana kwa kukamilisha jengo na miundombinu ya hospitali ya rufaa ambayo ilianzishwa na hayati Magufuli. Hilo ni jambo la kwanza. Naam. Lakini la pili, hayati Magufuli alianzisha ujenzi wa kiwanja cha ndege cha Geita, cha mkoa wa Geita ambacho kiko Chato. Na wakati ule anaanzisha kiwanja kilishaanza kumaliza kujengwa, ndege zinaruka, lakini alikuwa na miundombinu mingine haijajengwa. Mama anaendeleza uwanja wa ndege. Leo hii ukienda pale unajengwa fence kubwa sana ya thamani ya shilingi milioni 480. Na bado kuna ujenzi wa miundombinu ya majengo ya abiria ambayo matayarisho yake yameshaanza. Kwa mama anaendeleza ambako mzee alianza. Ndio maana tunasema mzee alianzisha, mama anaendeleza. Lakini tuna chuo kikuu hapa cha masuala ya fedha na mipango, chuo cha IFM. Wakati hadi Magufuli anafariki dunia, kilikuwa kimefikia takriban 70% ya ujenzi wake. Lakini Mama Samia alipoingia, ameweka mkono wake tena kwa kuongeza kasi kubwa. Akaongeza fedha ikafikia bilioni 8.7 kutoka bilioni 5.9. Na chuo sasa kimekamilika, wanafunzi wanasoma na tayari kinasonga mbele. Mama ameendeleza. Mzee alianzisha. Lakini mbali na hiyo, wakati Mheshimiwa hayati Magufuli akiwa rais, ukanda huu ni wavuvi kwa sehemu kubwa. Kuna kiwanda kikubwa sana cha kutotoresha vifaranga vya samaki ambacho ni cha kikanda, ambacho thamani yake ni bilioni 3.03, kinajengwa hapo juu Bambangu. Wakati hayati Magufuli anafariki dunia, alikuwa ameshatoa bilioni 1.8. Mama amekamilisha ujenzi huo na ameongeza pesa iliyokuwa imesalia, mpaka sasa kimegharimu bilioni 3.03 na tayari nacho kinakamilika. Hayo ni miundombinu ambayo ilianzishwa na mama anaendeleza. Kwa lugha ile ile anaendeleza. Wakati Mheshimiwa hayati Magufuli akiwa rais, sisi hapa kwenye jimbo la Chato tulikuwa na shule za msingi. Tulikuwa na shule za msingi 132. Leo tuna shule za msingi 169 ambazo mama ameongeza zaidi ya shule za msingi 31 kwa miaka 4 iliyopita. Tulikuwa na sekondari wakati huo, tulikuwa na sekondari 31. Sasa hivi tuna shule za sekondari 60. Katika miaka hii ambayo mama najaribu kuambia ni jambo gani lianzishwa na mama ameliendeleza. Yes. Sijafika kwenye mapya. Yeah. Nazungumza ambayo mama tu ameyaendeleza wakiwa na mtangulizi wake. Sawa. Tulikuwa na high school 8 wakati Magufuli anafariki. Leo tuna high school 13. Ambazo mama ameendeleza. Hongera sana. Hiyo ni mipango mikubwa sana. Tulikuwa na vituo vya afya kwenye kata 23. Wakati hayati Magufuli anafariki tulikuwa na vituo vya afya 12. Leo tuna vituo vya afya vilivyokamilika 17. Kwa hiyo katika kata 23 bado kata 6 tu. Na sasa amenipa tena fedha ninapozungumza miezi 2 iliyopita ya vituo vya afya viwili vya Kasenga na Nyamirembe. Kwa hiyo tunabakiza vituo vya afya vya kata 4 tu. Na kwa vile mama tumeshampa, tunajua anapita na tena huko asilimia kubwa sana, tunakwenda kujenga vituo vya afya karibu kila kata zote. Sawa. Hiyo ni miradi michache ambayo Mheshimiwa hayati Magufuli alianzisha na Mama Samia jemedari kipenzi chetu anaendeleza. Sasa nije kwenye miradi mipya. Nimechaji kwa uchache tu. Karibu. Miradi mipya sasa. Naam. Tulikuwa na miradi ya maji. Okay. Ya kuchota maji kutoka Ziwa Victoria kupitia mradi wa Mganza Bongera kata ya mwisho pamoja na Buziraombo Matofali Magurupusi. Mama Samia alipoingia madarakani alituma mradi mkubwa sana wa maji wa bilioni 37 wa miji 28 unaojengwa tenki kubwa sana kule ile Mchere. Mradi unatarajiwa kukamilika ndani ya miezi 8 na ulianza mwaka jana. Huo ni mradi mpya wa bilioni 37.2. Okay. Lakini kuna mradi mkubwa sana wa soko la samaki ambao unaitwa Chato Beach, katika mwaro wa Chato Beach. Huu mwaro umegharimu shilingi bilioni 1.7. Na kazi yake kubwa ni kukausha dagaa, kuganisha dagaa na kutunza dagaa pamoja na samaki wengine.
Kwa hiyo wasafirishaji na wafanyabiashara wa samaki kwa ukanda huu watatumia soko hilo. Huo ni mradi mpya ambao ulianza mwaka jana na unakamilika mwezi Julai mwaka huu wa bilioni 1.7 na umekamilika kwa 99%. Okay. Huo ni mradi mpya. Lakini kuna ujenzi unaendelea wa maktaba ya kanda ambao utakapokuwa unapita kuelekea kwenye stendi pale utauona. Ile maktaba inagharimu takriban bilioni 3.2. Mradi mpya ambapo hayati Magufuli alipokuwa akifariki haukuwepo. Mama ameshaanza kujenga na umeshaanza kupitiza kwenye renta. Unakwenda vizuri. Na huo ni matumaini yetu kama unaweza kukamilika wakati wowote. Kulikuwa na shida kubwa sana wananchi wetu wa Mganza. Kule Mganza ndio kata kubwa na tarafa kubwa yenye watu wengi sana. Mama ametupa shilingi milioni 720 kujenga mahakama nyingine mpya yenye hadhi ya kiwilaya. Huo ni mradi mpya ambao haukuwepo. Na sasa tunakwenda kujenga chuo kikuu cha Kasagara cha masuala ya miundombinu ya samaki cha takriban ya bilioni 4.2 ambacho pia mama ndo amekizindua rasmi kuanza kujengwa na waziri atakuja kutembelea hivi karibuni. Okay. Kwa hiyo ukizungumza miradi iliyokuwepo ambayo mama ameiendeleza pamoja na ujenzi wa stendi, ukamilishaji wa stendi kuu ambao magharimu shilingi bilioni 7.8 na umekamilika ambao Mheshimiwa Magufuli aliacha kima mama akakamilisha. Okay. Kwa hiyo miradi iliyoanzishwa na Magufuli ambayo mama ameikamilisha ni mingi mno. Na tunataka kusema tu kwamba kwa upande mwingine hata barabara leo hii ninapoongea hapa kuna barabara ya rami ya kilomita 6.8 ya kutoka Sido inaelekea jini kwenda mpaka hospitali ya Rufaa imeanza kujengwa juzi ya bilioni 23.9. Huu ni mradi mpya kabisa wa mama kwenye barabara na ni wa kiwango cha rami. Kuna barabara kutoka Nyamirembe kwenda Katoke inayounganisha Chato na Biharamulo na mkoa wa Kagera ya kilomita 51.01. Mama ameshaanza kuijenga na tayari fedha zimeshatoka. Hiyo ni miradi mipya. Sasa kwa upande wa umeme mama ameendeleza ambapo Mheshimiwa Magufuli alishia. Magufuli alishafanya umeme kwenye vijiji vyote. Mama ameendeleza kwenye vitongoji. Kwa ujumla wake mama toka ameanza kuwa rais kwa kauli yake aliyosema hata iacha Chato, hata isahau Chato na Chato haijasimama. Kwa kweli Chato haijasimama na inasonga mbele. Kwa alichomaanisha mama atakamilisha, amekamilisha, ataanzisha mipya, ameanzisha mipya na ninafahamu na shauku ya kuanzisha miundombinu mingine mipya. Sisi wananchi wa Chato kupitia mwakilishi wao anayesema kwa niaba ya Watanzania na wanachato, huyu mama tutamsahau. Sisi tunamkumbuka, tunampenda, tunamwamini, tutaendelea kumpa ushirikiano. Kikubwa tunamwombea kila laheri na kumwombea kura nyingi sana mwaka wa uchaguzi. Na sisi Chato tunaamini tutampa kura nyingi za ushindi kuliko miaka mingine yoyote ambayo viongozi wa nchi wameshapata. Kwa sababu ametufanyia mambo makubwa sana. Ndio maana tunasema Mama Samia miaka mingapi? Mitano tena. Na sio mitano ya michezo, mitano tena yenye kura nyingi za nguvu. Okay. Kwa sisi kwa niaba na leo kwa sababu ni kumbukizi. Tunamkumbuka hayati Magufuli lakini huku tukimpongeza Mama Samia, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi nzuri alizofanya. Kama nilivyosema bado sisi tutaamini kwamba kwa kazi anazozifanya wajibu wetu ni kutunza miundombinu ambayo ametupatia. Tutaitunza miundombinu, tutaiendeleza na vizazi vingine ambavyo vinakuja viweze kuitumia. Kwa hiyo kwa ujumla wake sisi tunafarijika sana na huduma pamoja na mipango ambayo Mheshimiwa Rais anaiweka. Na kwa sababu leo ni kumbukizi ya hayati Dr. Magufuli, tunamkumbuka hayati Dr. Magufuli kwa sababu alianza na mwenzake ambaye ni Mheshimiwa Rais. Tuna matumaini ndoto za mwenzake zitaendelezwa zaidi. Asante sana. Okay. Mfuatiliaji wa Snada TV pamoja na Watanzania kwa ujumla. Amesema bwana, huyu ndio mwakilishi bingwa wa wanachato. Amesema Rais Samia ametekeleza, ametimiza yale yote ambayo hayati Dr. John Pombe Magufuli alianzisha. Lakini mimi nakupongeza ukiwa kama mwakilishi wa wananchi ama wanachato. Sasa utekelezaji wa miradi ya maendeleo jimboni kwako sasa ni mpaka sasa hivi ni asilimia ngapi? Yale yote ulioahidi wananchi wako kwamba utawatekelezea katika kipindi cha 2020-2025 umetekeleza kwa kiwango gani ama kwa asilimia ngapi? Kwanza niseme hivi. Naam. Katika kipindi cha miaka 4 Dr. Samia, jimbo la Chato limepokea takriban ya shilingi bilioni 197.24 bilioni 197. Wajibu wangu kama mwakilishi wa wanachato ilikuwa ni kwenda kutafuta fedha za miradi ya maendeleo. Hizo ndizo fedha nimepewa na Mheshimiwa Rais. Sina matumaini kama kuna wananchi wengine sehemu zingine wamepata hizi fedha. Bilioni 192.27. Sina uhakika.
mama ametupa fedha za kutosha. Maana yake nini? Kiuwakilishi nimewatendea haki wanachato, kuwatafutia fedha za miradi ya maendeleo. Maana yake nini? Mheshimiwa Rais anatupenda sana. Unamwomba fedha anakupa. Sijawahi kwenda kwa Mama Samia nikaomba fedha asinipe hata siku moja. Tena wakati mwingine huniongezea. Kwa maana uwakilishi tumewatendea vyema. Ni asilimia ngapi ya fedha nilizotarajia? Nilitarajia nipate asilimia takriban bilioni 89. Nilipata asilimia 200 ya fedha nilizotarajia. Hilo ni asilimia ngapi? Uliouliza. Kwenye kazi sasa. Kwenye kazi tulitarajia kwa mfano mpaka sasa tujenge vituo vya afya walau 14. Tumejenga vituo vya afya 17. Kazi zilizofanya maana ni zaidi ya asilimia 100. Nilizowafanyia wanachato. Zaidi ya asilimia 100. Tuende kwenye barabara. Kiwango cha lami tulitarajia kuwa na asilimia 29. Tuna asilimia 32 ya barabara zote kwa viwango vya lami. Sawa. Nimetendea zaidi ya asilimia 100 vile vile. Wow, hongera. Sasa kwenye shule za msingi na sekondari, sisi hapa kwetu jimbo la Chato nimezungumza. Tuna vijiji 115 vijiji. Tuna sekondari 169. Kwa hata kama unagawa kila sekondari wana kijiji, visekondari zinabaki. Maana yake nimewatendea zaidi ya asilimia 100 pia. Huko kwenye vijiji vyote vina umeme. Vyote kabisa. 115 vina umeme. Na vitongoji 594, vitongoji 101 tu havina umeme. Vingine vyote maana yake ni asilimia pia takriban asilimia 100. Kilichowatendea. Sasa ukienda kwenye high school, hapa tuna high school 13 nimezungumza. Ni nadra sana. Kwa hiyo nimewatendea kwa kiasi kikubwa sana. Sasa ukiniuliza kiuwakilishi wananchi wa Chato nimewatendea mambo makubwa, lakini kwa sababu yao wao wananiunga mkono kabisa. Na hii sijafanya peke yangu, kuna madiwani wameniunga mkono, kuna wananchi wenye serikali za vijiji wameniunga mkono, kuna chama changu Chama cha Mapinduzi kimeniunga mkono, pia kuna wazee na wafanyabiashara wameniunga mkono. Kwa hiyo utekelezaji usio wangu peke yangu na uhesabu ni wangu kwa sababu mimi tu ni mwakilishi wao, lakini wanachato wamepata maendeleo kwa asilimia zaidi ya 100. Sasa mimi kazi yangu kubwa ni kumpongeza mama. Na mimi naahidi kusimama kumtafutia kura za kufurumia. Mimi sina mashaka na ushindi, nitashinda. Kwa sababu wanachato tumefanya mambo makubwa na wanaendelea kuniamini. Na Chato kawaida yetu hatufanyiki miaka 2-5. Tunaendaga mpaka zaidi. Naamini tutakwenda mbali zaidi. Na demokrasia ipo lakini tunakwenda vizuri. Kwa hiyo kwa maana ya kuletea maendeleo tumefanya kazi nzuri. Juzi hapa mama amenipatia vizimba 20 vipya vya miradi ya maendeleo pamoja na boti nyingine 5. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba tumepata fedha za kutosha, miradi itaendelea vizuri na wanachato wataendelea kunufaika. Asante sana. Kwanza Mheshimiwa Megan Kalamani, tangu mimi nimekuwa nikikufahamu vizuri katika uwakilishi, umeshika nyadhifa mbalimbali katika taifa hili. Lakini nje na hapo, hata kwenye vyombo vya habari vingine tumekuwa tukikuona utendaji kazi wako ni mkubwa sana. Umewasaidia wananchi wa Tanzania. Lakini kwa haya yote uliyoyasema, hakika wanachato wana hiyo kila sababu ya kujivunia wewe, kwa sababu wewe ni lulu kwao. Na of course wewe kama wewe sasa una yapi ya kuwaambia wananchi wako? Labda tukielekea kuhitimisha, una yapi ya kuambia wananchi wako? Ya kuambia wazazi wangu na wananchi wenzangu yako mengi, lakini kikubwa kabisa kwanza nawaombea wazazi wangu na wananchi wa Chato afya njema. Ili tuendelee kufanya kazi ya maendeleo kwa niaba ya wananchi wetu. Lakini la pili, mimi kimsingi na washauri tu watulivu, waendelee kuungana, kushikamana. Chato yetu sisi tuko vizuri. Ni wasihi tu wana Chato tutulie, tuchape kazi, tumuunge mkono Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Lakini pia tuhangaike na maendeleo ya jamii ya jumla na tuache tofauti zetu za kisiasa kama zipo. Ni matumaini makubwa Chato itaendelea kusonga mbele. Kwa mimi cha kuambia wazazi wangu ni kuendelea kuwa watulivu, kushirikiana, kuunga mkono serikali, kumpa nguvu Mheshimiwa Rais wetu na tumchague kwa kura za kutosha wakati wa uchaguzi ili tuendelee kuleta maendeleo mengi zaidi Chato. Asante sana mfuatiliaji wa Snada Real TV. Mpaka hapo ndio tamati ya kipindi chetu. Hapa tulikuwa tunapiga story 2-3 na mbunge wa jimbo la Chato akituambia kuelekea maadhimisho ama kuelekea kumbukizi ya miaka 4 ya hayati Dr. John Pombe Magufuli na kazi kubwa aliyoifanya yeye pamoja na Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuwaletea wananchi maendeleo. Ameeleza mengi sana na sisi tumempa kongole, lakini kwenu wananchi wa Chato, jembe hilo hapo, chuma cha kazi,
Msimwache mbunge wenu, msimwache mwakilishi wenu, kwa sababu amewafanyia mambo makubwa sana ya kuwaletea maendeleo. Mimi ni John Hassan, Snada Real TV. Asante. Asante sana, uko vizuri. Kama ni hatari hivyo wewe, ni kwa sababu cha kuelewa vizuri. Tapata namba yako bwana.